Kaka yangu, fanya makosa yote, lakini ni muhimu sana wewe kuijua historia ya mwanamke kabla hujaamua kuingia naye kwenye maisha ya ndoa. Ni muhimu sana wewe kuijua background yake kabla hujaamua kuingia na huyo mwanamke kwenye agano la ndoa, kwa sababu kule alikotokea mwanamke ndio muhimu sana. Historia ya nyuma ya mwanamke ndio imemtengeneza huyo mwanamke unayemuona leo. Kwa hiyo kama historia yake ya nyuma haikuwa nzuri, hata wewe mnaweza kushindana. Mwanamke ni sawa na samaki. Kama alikotoka alipita kwenye mkondo wa maji, huyo samaki bado ni mbichi, unaweza ukamkunja na akakunjika. Lakini kama alikotoka kulikuwa hakuna maji, maana yake amekauka. Sasa hivi ukijaribisha kumkunja kaka yangu, atavunjika. Sijui kama unanielewa. Kwa mwanamke, kitu muhimu zaidi ambacho wewe mwanaume unatakiwa kuzingatia ni background yake, kwa sababu ile ndio kila kitu. Ile ndio inaweza kuwa sababu ya yeye kuwa mwanamke mzuri au kubadilika au kushindwa kurekebishika. Watu wengi mnashindana na wanawake mlionao kwa sababu hamjui background zao. Hamjui walipitia nini kabla ya wao kukutana na ninyi. Na wengine pengine mnapata bahati ya kuzijua background zao, lakini mnajipa matumaini kwamba pengine mimi kuingia naye kwenye maisha ya ndoa itakuwa kama msaada. Ataona amebahatika kunipata mimi, kwa hiyo hawezi kufanya makosa. Mwisho wa siku mnaishia kulia. Yaani kwa mwanamke background ni kitu cha muhimu sana. Yaani ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Kwa sababu matokeo ya mwanamke ambayo anaonekana nayo leo ni mbegu ile ambayo ilipandwa zamani huko kwenye mapito yake, ndio kunamfanya leo aonekane hivyo unavyomuona leo. Kwa hiyo unaweza ukashindana naye mwanamke, unaweza ukapiga naye kelele, unaweza ukajitahidi kumrekebisha, unaweza ukaongea naye ukamaliza magazeti, hawezi kukuelewa. Kama alikotoka kulikuwa hakuna mkondo wa maji. Lakini kama mwanamke alikotoka kulikuwa kuna mkondo wa maji, hata wewe unaweza kumkunja na akakunjika. Unaweza kumuelimisha akakuelewa. Unaweza kumrekebisha akakubali kwamba hapa nina mapungufu. Chochote utakachokifanya atakuelewa kwa sababu background yake ilikuwa nzuri. Leo hii watu mnaoa wanawake wana mapito mazito. Unamuoa mwanamke alishakutana na wanaume 10 kabla yako. Unamuoa mwanamke alishawahi kuuza baa. Alishawahi hadi kuuza mwili wake kabla yeye kuingia kwenye maisha ya ndoa na wewe. Unamuoa mwanamke amelelewa kwenye familia ambayo, jamani tusiongee sana, haya mambo ya familia yanaleta ugombanishi sana mtu ukiamua kuongea. Lakini ndio hivyo, mtu analelewa kwenye familia ambayo yani familia yenye makuzi ambayo labda yana mzazi mmoja au vyovyote vile, yanakuja kuleta changamoto. Wewe unakuja unamrekebisha huku hakuelewi. Wewe unajua unachokifanya, mke wako ana shukrani, mke wako atatulia, mke wako atafanyeje, inafika wakati mwenzako anageuka kunguru, anaanza kukumbuka polini. Mapito yake aliyopitia anaanza kujirewind, anaanza kutamani kurudia yale mazingira. Kuna mtu anasema mimi nilimkuta mwanamke bani, nilimuoa kabisa kwa upendo, nikajua huyu kwa kuwa ametoka bata atajirekebisha, lakini mwisho wa siku nilikuja kumfuma, ana listi ya wanaume kwenye simu yake. Anawasiliana nao kwa siri. Bado anafanya ile kazi, anaenda kujiuza. Anaenda kulala na hao wanaume wakati mimi tayari nimeshamuoa. Background ya mwanamke ni muhimu. Kwa sababu wewe mwanaume kwako wewe ni future ndio muhimu. Tunakoenda ni wapi? Lakini mwanamke angalia ulikotoka. Yaani mwanamke asikulaghai kwa namna yoyote. Alikotoka ni muhimu wewe kujua ameishije. Alilelewa kwenye familia namna gani? Hata kama hakulelewa na wazazi, lakini alilelewa kwenye familia namna gani? Je, walimlea kwenye maadili mazuri? Mapito alipitia mapito ya namna gani? Mimi nawashangaga sana wanaume, unakuta wanakuja kuoa mwanamke, anakwambia yeye mikoa mingi hapa Tanzania ameenda na hana ndugu. Alikuwa anaenda kufanya nini? Alikuwa anapelekwa na nani? Kipi kilichokuwa kinampeleka huko? Alikuwa na biashara? Hapana, alikuwa anaenda tu kutembea. Alikuwa anaenda kutembezwa na nani? Wewe leo hii unakuja kuoa mwanamke wa namna hiyo. Mimi niseme kaka, shauri yako, lakini mimi nakukumbusha background ya mwanamke ni muhimu kuliko unavyofikiria. Yaani mwanamke unapomuona leo asikudanganye kwamba mimi na wewe tutaanzia hapa kwenda hivi. Yaani wewe unatakiwa ujue alikotoka. Ndio utapata picha kwamba huku tutakakoenda mimi tutaelewana au hatutaelewana. Kama alikotoka huko hakueleweki, huku mbele hakuwezi kueleweka. Huyo samaki ameshakauka, ukimkunja atavunjika kakaangu. Lakini kama mwanamke amelelewa kwenye maadili mazuri, hata kama atakuwa na kasoro utamkanya, atakuelewa. Tofauti na yule ambaye amejilea kwenye mazingira yaeleweki, amelelewa kwenye familia haieleweki, ana mpito kibao. Huyo ukimkunja atavunjika, ameshakauka huyo. Anajeuri,
alishapitia maisha ya kuishi mwenyewe, hakuna kitu utamwambia akuelewe. Hakuna kitu utakachomtishia. Hata utakapomwambia maisha hayako hivyo, yeye atakushangaa wewe, kwa sababu yeye anajua alishawahi kujipambania mwenyewe, alishawahi kukaa mwenyewe, alishawahi kufanya nini mwenyewe na aliishi. Wewe leo utamwambia nini? Una sera gani mpya ya kumtuliza? Mwisho nikwambie kaka yangu, kunguru hafugiki. Utamfuga, utamlisha, akishanenepa atapeperuka arudi porini alikotoka. Hiyo kaa ukijua, kunguru hafugiki kaka yangu. Kitu cha muhimu kuliko vyote ni wewe kujua background ya mwanamke. Sio ujue kwamba mnatokea hapa kwenda wapi. Kwa sababu mkitokea hapa kwenda huku kunataka matokeo ya zamani kule, mbegu iliyopandwa kule ndio inayoota leo huku. Usije ukajidanganya ukafikiri hata kama mbegu ya zamani ilikuwa mbaya huku itabadilika. Usije ukafikiri magugu yatachanua yatabadilika yawe mchele. Hakuna kitu kama hicho. Magugu yatabaki kuwa magugu mwanzo mwisho. Mchele utakuwa mchele mwanzo mwisho. Kwa hiyo background ya mwanamke ni muhimu sana. Watu wengi wanalia na ndoa zao, ndoa hazidumu kwa sababu hawafuatilii historia za wanawake ambao wanaamua kuingia nao kwenye maisha ya ndoa.